إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا ند له، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة، ثم جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله سيدنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ikhwani, ikiwa bado tuko katika silsila ya qasasul anbiya, jana tulifika katika sehemu ambayo Nabii Yusuf anaingia katika almihnatu thalitha warabia, mtihani wa tatu na wanne. Mtihani wa kwanza ni ule wa kuchukiwa na ndugu zake na kuhusudiwa na hatimaye kutupwa katika kisima. Ule ulikuwa mtihani wa kwanza. Alikaa katika kisima kwa muda wa siku 3 ndani mule, na siku ya 3 akaokolewa na wasafiri waliokuwa wanatoka Madian kwenda Misri, na wakamuuza, na kwa kumuuza ikawa ni mtihani mwingine wa pili, almihnatu thania, kuuzwa kwa bei poa, kama vijana wanavyosema, darahima ma'duda wa sharauhu bithamanin bakhsin. Darahima ma'duda, dirham 20 tu ndizo zilizotumika katika kumuuza Nabiyullah Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Almihnatu athalitha, mtihani wa tatu, ni mtihani aliyoukuta Nabii Yusuf katika nyumba ya mfalme, yani nyumba ya waziri wa mali, nyumba ya Aziz. Azizu Misri sio mfalme, bali ni waziri wa fedha. Mtihani wa kutongozwa, mtihani wa kutaka kubakwa, mtihani wa tendo chafu la zina. Na huu ulikuwa ni mmoja katika mitihani mizito ambayo alifaulu Nabiyullah Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Na tulifika tukaizungumzia kanzu yake, tukasema kanzu imekuwa ni kizungumzo, ni gumzo kubwa sana katika kisa hiki. Kanzu iliyotumika kama ushahidi wa kupotea au kuliwa na mbwa mwitu, hiyo hiyo ikatumika kama ushahidi wa uongo, hakuliwa na mbwa mwitu. Kanzu hiyo hiyo ikatumika kama ndiyo baraa, ndiyo ushahidi wa kuto mtendea maovu mke wa Aziz Misri. Ndugu zangu Waislamu, mwanamke aliyemfanyia mambo haya Nabii Yusuf alisikitishwa sana na kauli zinazoenea katika mitaa juu ya tendo alilolifanya. Hapa ndipo tulipofika, na leo ndipo tutakapoondokea insha Allah. Qur'ani inasema nini kuhusu ishaa, habari zilivyoenea katika mitaa ya Misri na vitongoji vyake, hususan katika wale wanawake katika tabaqatun raqiya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنا
naraha fi dalalin mubin. Qur'ani inasema hivi, waqala niswatun fil madina, wakasema akina mama wa mjini. Imra'atul aziz, sual gharib, yani taajub. Imra'atul aziz, mke wa waziri, turawidu fataha, anamtongoza mfanya kazi wake, mtumwa wake, an nafsihi, anamtaka kwa nafsi yake. Ajabu maana yake, angelikuwa amemtaka mwingine asiyekuwa mtumwa kwao isingekuwa ajabu, ama kamtaka mtumwa wake kwao ikawa ni ajabu kubwa. Ndio maana wanajiuliza kwa mshangao, imra'atul aziz, mke wa waziri wa fedha, turawidu fataha, anamtaka mtumwa wake, an nafsihi, qad shaghafaha hubba, bila shaka amezidiwa na mapenzi. Shaghaf, wanasema ulama tafsir, ni moja katika daraja za mapenzi, bali shaghaf ni alhubbul qatil, yale mapenzi yenye kuua. Ukifikia mahali mtu akafa kwa sababu ya mapenzi, huwa amefika katika daraja ya shaghaf. Kwa sababu ulama ilmu al-ijtima, social education, wanasema mapenzi huwa yana daraja 4 au 5, huwa zinakuwa kidogo kidogo. Mtu yoyote mwenye kupenda huanzia mahali panapoitwa at-taalluq. Hii ndio daraja ya kwanza katika kupenda, na maana ya taalluq yani ni neno linalomaanisha kuganda mahali. Ukimwona njiwa ukampenda rangi yake akakupendezea, bila shaka huwezi kuondoa macho yako haraka, itakuwa kama umeganda kumtizama ile hali ya umbile lake. Na hapa ndo mwanzo wa kupenda, na sio njiwa tu na wengine. Basi taalluq huwa ndo daraja ya kwanza katika mapenzi. Alafu ikitoka taalluq inakuja daraja ya pili, inaitwa swababa. Swababa maana yake ni mtiririko kama wa maji. Baada ya kutaallaq huwa kuna kuja daraja hii ya pili, ikawa mtu anapenda kama vile maji yanavyotiririka ya mto, na yakijaa inakuwa hata mbele yake kukiwa na ukuta yanavunja. Na ndio maana mtu akifika katika daraja hii inakuwa pia hashikiki, wala watu watakapomweleza lolote hafahamu, kwa sababu ameshaingia katika daraja ya swababa. Kisha inakuja daraja ya tatu. Daraja ya tatu inaitwa gharam. Na gharam maana yake ni kulazimika kuwa na kitu pamoja bila kukubali ile kuwa mbali nacho. Gharam, na neno hili limekuja katika suratul Furqan, walladhina yaquluna rabbana isrif anna adhaba jahannama inna adhabaha kana gharama. Ya Rabbi, tuepushe na moto wa Jahannam, hakika adhabu hiyo ni yenye kumlazimu mtu, habanduki katika moto, yupo tu wala huepukani nao. Sasa na mapenzi kuna daraja inaitwa gharam, maana ukishapenda katika daraja hiyo hutaki kuwa mbali na yule umpendaye. Hata kama anaenda kazini unaenda naye, japo wewe huna kazi zozote kule. Yuko jikoni anapika, lazima na wewe ukae pale, unamsubiri tu, labda kama kenda chooni, na pia angekuruhusu ungeenda hivyo hivyo. Sasa inaitwa gharami. Alafu inakuja daraja ya 4 inaitwa shaghaf. Ndo hii daraja shaghaf. Hii ndo mapenzi ya kuua, hubbul qatil, na ndiyo yaliyotajwa hapa, ndo walioyazungumza wanawake, sema qad shaghafaha hubba. Huyu mwanamke kazidiwa na daraja hii ya 4 ya mapenzi. Alafu kuna daraja ya mwisho, hii ni daraja ya 5 katika kupenda, inaitwa ishq. Ishq ni kupenda mno. Sasa daraja hizi zote mtu akiwa nazo inakuwa hatari, na hasa ikiwa mapenzi yenyewe sio mahala pake.
Ndio maana unaona mtu hataki kusikia kauli yoyote anayoambiwa, bwana huyu hakufai, ananifaa huyo huyo, bwana huyu hivi. Unasema hapana, nyinyi mnamuona hivyo. Ndio Majnun Bani Amir. Leo watu wametunga mpaka historia, wanatunga tamthilia na filamu za mtu anaitwa Majnun Bani Amir, au maarufu anaitwa Majnun Laila. Nimepita huko zamani, ukasema ni watu wanaopigiwa mfano leo katika kupenda. Inavyosemekana wanahistoria wa adabu wanasema huyu Leila mwenyewe alikuwa akipendwa na huyu bwana, wala hakuwa mzuri. Wanasema kanat damima alkhilqa, alikuwa mbaya, alikuwa sio mzuri, mrembo wa kumbabaisha huyu mtu kiasi hicho.